Kioo cha mbele cha gari ni kikubwa zaidi ya side mirrors mbili ambazo humsaidia dereva kutazama nyuma. Mwanadamu alipewa macho mawili ili aweze kutazama mbele kwa ufasaha. Ni rahisi sana kuzunguka na kukimbia kadri ya uwezo wake akiwa katika maji samaki, lakini ni ngumu kurudi nyuma. Unadhani kwamba Mwenyezi Mungu alishindwa kukuwekea jicho la tatu katika kisogo chako? Angeweza sana, lakini hakufanya hivyo kwa sababu aliamini hupaswi kutazama nyuma, hupaswi kugeuka nyuma. Kuna historia maarufu sana katika vitabu mbalimbali vya dini inayomzungumzia mke wa mtu aliyejulikana kama Luthu, yaani mke wa Luthu. Ni mwanamke ambaye alipata adhabu kali sana ya kugeuzwa kuwa jiwe la chumvi mara baada ya kuamua kugeuka nyuma. Hilo pamoja na mengineyo mengi ambayo wewe unayafahamu yakiwa ni kama mifano ya kukufanya usigeuke nyuma, ina sababu kubwa sana kwenye maisha yako. Watu wengi sana wanashindwa kuendelea katika maisha yao kwa sababu bado wanaishi jana. Maisha haya ni historia na maisha ni kama shule, na shule huwa tunamaliza, hatuishi milele. Kamwe usiape nafasi maumivu ambayo yalishakuumiza hapo awali yaendelee kukutesa mpaka leo. Jifunze kuwa mtu wa kujiuliza kwamba nifanye nini kesho iwe bora zaidi ya leo. Sio dhambi kufikiria mambo ya nyuma, lakini ni dhambi kubwa sana kuishi katika maisha yaliyopita, kwa sababu mara nyingi sana maisha yanayopita ni mfano wa kujifunza kwamba ni wapi ulikosea na wapi unatakiwa utengeneze ili uweze kuendelea. Usikate tamaa kwa sababu ulifelishwa na mtu fulani katika swala nzima la utafutaji wa maisha. Usikate tamaa wala kuendelea kuumia kwa sababu ulisalitiwa na mtu fulani katika mahusiano. Kamwe usiamini kabisa katika kurudi nyuma. Mtu ambaye mara nyingi sana anaamini katika kurudi nyuma, basi mtu huyu mara nyingi ana changamoto ya ufikiri, hana uwezo mpana wa kutafakari mambo yake kisawasawa. Ukiwa kama mwanadamu ambaye una malengo yako thabiti kwa ajili ya kuweza kuendelea mbele, basi jifunze zaidi kuendelea. Angalia namna ambavyo ulipita katika mapito yaliyopita. Kosa ni kuendelea kuishi katika maisha ya nyuma, maisha ambayo tayari yameshapita. Kitu kikubwa cha kufanya pindi unapokumbuka nyuma ni kuangalia ni changamoto zipi ulizopitia na ulizitatua katika mazingira gani. Kuna maumivu ambayo ulikutana nayo kwa namna moja au nyingine, yalikuumiza, yalikukatisha tamaa, lakini hupaswi kuendelea kuishi nayo, kwa sababu wanasema ni rahisi sana kuijenga kesho kuliko kuijenga jana, kwa sababu maisha unayoishi leo ni matokeo ya maisha uliyoyaishi jana. Ikitokea umefanikiwa kuiona siku mpya, sio kwa ujanja wako, bali ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ana sababu zake kuendelea kukuruhusu na kukupa nafasi ya kuendelea kuishi. Tambua fursa hiyo na uitumie vyema. Kamwe usirudi nyuma. Tazama kesho yako. Umefanikiwa kuamka salama, mshukuru Mwenyezi Mungu, songa mbele, acha majuto. Mimi ni Steven Jesalu. Karibu sana.